Asante sana mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Kenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo, maana nimekupesa. Natumai umzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Na katika mtandao wetu wa Kenya TV kwa habari zote ambazo tunazipeperusha hewani lazima tuhakiki kabla ya kuzileta hewani. Kwa hivyo ni thibitisho kwamba yale ambayo tunakuletea ni ya ukweli halisi wa mambo. Kuna ujumbe ambao umeweza kuwasilishwa kuhusu habari mbaya ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Tumekuwa tukishuhudia katika mitandao ya kijamii wengi wakizungumza ya kwamba kiongozi wa chama hicho Raila Odinga ni mgonjwa. Kiongozi wa chama hicho Raila Odinga yuko hospitalini. Lakini sasa kuna ujumbe kamili ambao umeweza kuwasilishwa kuhusiana afya ya Raila Odinga na alipo sasa hivi. Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, lakini ikiwa unapotazama ikiwa umeandikiwa subscribed tayari wewe ni subscriber, asante. Usiponyeze kwa sababu wewe ni subscriber, asante kwa kuzidi kunipiga jeki. Umbali ambao tumefika ni kwa sababu yako, barikiwa sana na huyu Maulana kae katika kiti cha enzi. Lakini ikiwa umeandikiwa subscribe inamaanisha kwamba hauja subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa na kubadilishiwa subscribed. Kado kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV. Maana tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification kufahamishwa kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda ukimaliza kutazama kwa group moja ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata mtandao ule mwingine wa Facebook, utakuwa umetusaidia kujulisha wengi tena zaidi kuhusiana na habari hizi. Without wasting your time, back to our analysis. Sasa ni wazi na rasmi kwamba ofisi ya chama cha ODM imeweza kuwasilisha ujumbe kuhusiana na habari mbaya ambayo imekuwa ikisambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na afya ya kiongozi wa chama hicho Raila Odinga. Sasa afisi yake kupitia secretariat imeweza kusema ya kwamba, naomba nikaweze kusoma yale ambayo yameweza kuwasilishwa kupitia afisi ya chama cha ODM ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari. Imekuwa ikisemekana ya kwamba Raila Odinga ni mgonjwa, lakini kulingana na gazeti la Kenyans.co.ke imeweza kuchapisha statement ambayo imekuwa released na kusema ya kwamba Honorable Raila traveled out of the country on Friday evening, one of the many trips he has made this year, and definitely not the last. The statement read in part. He definitely did not travel to Europe, as reported by bloggers and broadcast by some media houses. He is not indisposed, as prayed for by his frustrated opponents. In a statement, the ODM secretariat accused the united opposition led by the former deputy president Rigathi Gachagua of starting the unfounded rumors for political gain. The political formation of impeached former deputy president Rigathi Gachagua and his struggling team of Kalonzo Musyoka and Eugene Wamalwa, among others, are on a familial campaign of misinformation on the health of former Prime Minister and ODM party leader Raila Odinga. Sasa habari hiyo imeweza ama ujumbe umeweza kuachiliwa kuhusiana na habari mbaya imekuwa ikisambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na hali ya afya ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Sasa ni wazi kwamba tunajua Raila Odinga aliweza kupanda ndege kutoka taifa letu la Kenya kuelekea taifa lingine. Kumaanisha point number 1 ambayo tunatoa katika statement ile ambayo ama ujumbe ambao umeweza kuwasilishwa, number 1, Raila Odinga is not sick. Yani
Raila si mgonjwa, sio mgonjwa. Number 2, Raila Odinga hayupo katika taifa letu la Kenya. Alipanda ndege akaenda ng'ambo. Number 3, Raila is not in Europe. Wale ambao walikuwa wanasambaza habari hizi katika mitandao ya kijamii walikuwa wanasema ya kwamba Raila Odinga alikuwa katika hospitali ya Nairobi, walikuwa wanadai hivyo, kisha baadaye wanasema ameweza kusafirishwa kuelekea taifa lile la Europe. Na sasa ni wazi kwamba ndio Raila hayupo Kenya na hakuenda Europe, lakini hako katika taifa lingine tofauti. Number 3, wameweza kulaumu mrengo upinzani ambao unaongozwa na Rigathi Gachagua na Stephen Kalonzo Musyoka kwa kudai kwamba wao ndio waanzilishi wa habari za aina hii. Okay? Kwa hivyo ni wazi kwamba, na tunaweza kuripoti kwamba kupitia ujumbe ambao umeweza kuwasilishwa, Raila Odinga yuko sawa, lakini hayuko katika taifa letu la Kenya. Lakini nimeona afisi ya chama cha Wiper Party ambacho ni cha Kalonzo Musyoka wameweza kurespond ama kuzungumza kupitia mtandao wake wa kijamii X na kusema hivi: Wiper Party has strongly responded to the Orange Democratic Movement ODM over its recent remarks regarding Raila Odinga's health, terming the statement as an act of political desperation and misplaced drama. Yani ofisi ya Stephen Kalonzo Musyoka Wiper imeweza kufutilia mbali madai ya chama cha ODM kwa kumuhusisha katika masuala ya hali ya afya ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, huku akisema ODM mazungumzo yao ama chapisho lao wameweza kuachilia ni kitendo ambacho hakieleweki kisiasa na ni sarakasi. Na sijaona, nimepitia mitandao ya kijamii ya Rigathi Gachagua na haja respond, lakini ofisi ya Stephen Kalonzo Musyoka ndio imeweza kurespond. Kwa hivyo tunaweza kuripoti ya kwamba Raila Odinga yuko sawa, lakini hayupo katika taifa letu la Kenya, ameenda kwa shughuli zingine. Lakini niliona kulikuwa na sherehe ya kusherekea miaka 20 ya uwepo wa chama cha ODM tangu chama hicho kianzishwe humu nchini. Na sherehe hii ingekuwa ifanyike katika kaunti ya Mombasa, lakini punde si punde iliweza ama shughuli hii ilisitishwa ghafla kwa sababu ambazo hazieleweki, hazijulikani kufikia sasa. Kumaanisha there is something going on, lakini hatuwezi kujua unless we wait and see how ODM is going to respond ikiwa wanaenda kusherekea miaka 20 tangu kuanzishwa kwa chama cha ODM humu nchini. What do you think? Kulingana na wewe, utadidikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo inatengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kana kwa 123 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Without wasting your time, let me say bye. Let's meet in the next video.